بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ndugu wanahabari, tumewaita hapa leo ili Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA litoe ufafanuzi juu ya kadhia mbili ambazo zimekuwa zinatembea kwenye mitandao. Kadhia ya madai ya ndugu Shaaban Salum Chobenda kudhulumiwa kiasi cha shilingi milioni 9,720,000 gharama za safari ya hija, na kadhia ya msikiti Nuru kule Mwanza. Hivi karibuni kulikuwa na clip ya video inayotembea katika mitandao ikimuonyesha aliyekuwa shekhe wa BAKWATA wilaya ya Sengerema, Sheikh Hassan Nuhu Athmani, akitoa tuhuma kwa shekhe wa mkoa wa Mwanza, Sheikh Hassan Kabeke, kwamba amedhulumu fedha ambazo ni sehemu ya gharama za hija kwa mzee Shaaban Salum Chobenda, kwamba mzee huyo hakuweza kwenda hija na fedha zake shekhe wa Mwanza kazi dhulumu. Awali ya yote, tunataka tukanushe kwamba shekhe wa mkoa wa Mwanza, Sheikh Hassan Kabeke, hajadhulumu hizo pesa wala hakuhusika na mchakato wa ulipwaji wa hizo pesa. Idara yetu ya hija, kwa mujibu wa taarifa zetu, ni kwamba ndugu Shaabani Salum Chobenda alipata ufadhili wa kupelekwa hija na mfadhili fulani mwaka 2019, lakini alishindwa kwenda hija kwa sababu ya kutokuwa na passport, lakini pia tatizo la afya lililojitokeza kwake. Huo ni mwaka 2019. Mwaka 2020 na 2021, kwa miaka miwili, dunia ilikumbwa na ugonjwa wa uviko 19 na hapakuwa na ibada ya hija. Mwaka 2022 ibada ya hija iliruhusiwa kwa watu wenye umri wa miaka 65 kuja chini. Kwa bahati mbaya, mzee huyu alikuwa na umri wa miaka 81. Kwa hivyo hakuweza kutumia fursa hiyo. Tarehe 26 mwezi wa 3 2020, ndugu Shaaban Salum Chobenda aliandika barua kwa katibu mkuu ambayo ilipokelewa tarehe 26 mwezi wa 8 2020 na kuomba arejeshewe fedha zake milioni 9,720,000 kutoka kwa ofisi ya katibu mkuu, ambayo hiyo ilikuwa ni sawa na dola 4,500 za Kimarekani. Fedha hizi zililipwa kwenye akaunti ya hija BAKWATA makao makuu shilingi milioni 4,545,000 tarehe 26 mwezi wa 6 2019, na shilingi milioni 5,175,000 tarehe 30
mwezi wa 7 2019 kama stakabadhi za malipo zinavyoonyesha. Sasa mnamo tarehe 31 mwezi wa 8 2020 alijibiwa barua yake kwamba kwa mujibu wa fomu yetu ya hija, malipo ya hija yanapofanyika, kwa sababu hija ni jambo la kimchakato, malipo haya yakishafanyika hayawezi kurejeshwa, bali yule mwenye pesa zake aliyelipia kama ametokezewa na tatizo lolote au kifo, basi ni jukumu lao kumchukua mtu mwingine ambaye atatumia zile gharama kwa ajili ya kwenda hija. Haturejeshi pesa za hija, kwa sababu haji akishalipa pesa zile zinaingia katika michakato mbalimbali inayohusisha nchi yetu, lakini pia na nchi ya Saudia. Kwa hivyo si rahisi kumrejeshea mtu pesa yake pale anapoitaka, ima kwa kughairi au kwa jambo lolote lile. Kwa hivyo aliambiwa kwamba pesa zako hizi zipo kwa maana ya huduma ya hija. Ukimleta mtu atakayekwenda badala yako, fursa hii ataitumia. Lakini huyu mzee alikuwa wakati huo anaumwa, na aliomba sana kwamba pesa zile lau angerejeshewa zingeweza kumsaidia kwenye matibabu. Idara ya hija kwa busara na huruma iliamua 5 milioni imrejeshee, imsaidie katika maradhi yake, na gharama ya 4 milioni ibaki, ambapo itakapoongezewa basi huyo atakayeteuliwa ataenda hija kwa gharama hizo. Hilo lilifanyika na huyu mzee alirejeshewa shilingi 5 milioni kupitia akaunti ya benki ya CRDB namba 01524 1726 43300 kwa jina la Shaabani Salum Shaaban. Kwa hivyo akarejeshewa shilingi 5 milioni, na shilingi 4 milioni 4,720,000 zikabaki katika akaunti ya idara ya hija zikisubiri ziongezewe na mtu mwingine aende badala yake. Kwa hivyo si kweli hata kidogo kwamba kuna pesa za hija alipewa Sheikh Hassan Kabeke, Sheikh wetu wa mkoa wa Mwanza, wala hakukuwa na jambo kama hilo. Huo ni uzushi na tunapenda kwa nguvu zote kuukanusha. Pesa zililipwa BAKWATA makao makuu kama tulivyoeleza, na ilipotokea changamoto ya maradhi kwa mzee, pamoja na masharti yetu kutoruhusu kurejesha pesa, lakini tulimrejeshea shilingi 5 milioni ili ziweze kumsaidia katika kujitibu kwa maradhi yaliyokuwa yanamkabili. Lakini katika madai yale yaliyokuwa yanatolewa na aliyekuwa shekhe wetu wa wilaya ya Sengerema, alisema kwamba kuna pesa 5 milioni zilitiwa katika akaunti ya BAKWATA, na pesa hizo ndizo ambazo alikuwa anamtuhumu nazo Sheikh Kabeke. Tumeipitia ile akaunti ya kule Mwanza, muamala huo haupo. Huo muamala haupo. Kwa hivyo tunamshauri arejee benki, na kwa kuwa wao wanakuwa na kumbukumbu juu ya miamala iliyopita kwao, watagundua wapi ambako muamala huo ulikuwepo. Lakini kwa mujibu wa taarifa za kibenki za akaunti ile, muamala huo haukufanyika. Lakini kwa mantiki, ikiwa 9 milioni gharama za hija zililipwa mahali makao makuu, hizi 5 milioni zinalipwa kwa gharama ipi tena? Kwa hivyo kimantiki tu inaonekana hapa madai hayo yana matatizo.
Kwa hivyo kwa ujumla tunasema mzee yule wa Mwanza, mzee Shaban Salum Chobenda hajadhulumiwa. Alilipa BAKWATA makao makuu milioni 9,720,000. Milioni 5 alirejeshewa kwa ajili ya changamoto yake ya maradhi. Milioni 4,720,000 bado zipo ndani ya idara ya hija. Tumempa option alete mtu ambaye ataongezea kiwango hiko kifikie kiwango cha sasa cha hija na aweze kuitumia fursa hiyo. Kwa hivyo madai yaliyotolewa na tuhuma zilizotolewa kwa Sheikh wa Mwanza madai hayo hayana ukweli wowote, wala tuhuma hizo hazina ukweli wowote. Na tunaona sahihi kidini wamuombe radhi Sheikh wa mkoa wa Mwanza kwa haya ambayo wamemzulia, na sisi tumemwelekeza mwanasheria wetu pia alifuatilia hili jambo kwa karibu sana, ili kuangalia hatua zozote zile ambazo zinafaa na zinazostahiki kuchukuliwa katika kadhia hii. Hii